Mashindano ya TUSA mwaka 2025 ndani ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro yamemalizika, huku tumeona vyuo mbalimbali vikishiriki, lakini wenyeji wa mashindano hayo Muslim University Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro hawakufanikiwa kupata ushindi wowote ule katika michezo yake ambao wamecheza. Wakizungumza katika nyakati mbalimbali, mashabiki na viongozi wa serikali na wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro walikuwa na haya ya kusema. Ya netball yalikuwa magumu kwa sababu taarifa ilichelewa kutufikia sisi wachezaji, lakini pia tunakosa muda wa mazoezi. Yaani mazoezi ni madogo sana. Kwa hiyo walikuwa wamekuja kushindana na sisi, walikuwa wana mazoezi sana kutuzidi sisi. Sisi tunakuwa tuko busy sana na vipindi, maana chuo chetu hakina weekend. Kwa hiyo unakuta tunapata muda mchache sana kufanya mazoezi. Lakini pia changamoto nyingine na utukuta sisi hapa ni swala la coach. Yaani walimu wa kutufundisha sisi hapa wanakuwa ni wachache na pia wanaonekana mara moja sana. Kwa hiyo ndio inatusababisha sisi kwenye mashindano yale ya netball tukao tumefeli. Wa timu ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Mashindano yamemalizika na kwa upande wa timu yetu hatujafanya vizuri sana kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo maandalizi kidogo. Mashindano yalikuja wakati ambao sisi hatujajiandaa, lakini ilikuwa kama ghafla sana. Kwa hiyo hatukujiandaa vizuri, ndio maana hatukufanya vizuri. Lakini kikubwa ni kupongeza, mashindano yamefanyika vizuri, naamini bingwa amepatikana kwa usahihi kabisa na kila kitu kimeenda vizuri. Kwa hiyo kama kuna fursa tena nyingine ya mashindano pia tunaiomba na tutakuwa vizuri zaidi kwa sababu tutakuwa tumejiandaa tofauti na haya mashindano. Kwanza mimi miongoni mwa mashabiki ambao wameumia sana, yani naona kama tumeonea kwa sababu mashindano yamekurupuka kama chafya. Yani tunashtuka ni mashindano yamekuja, yani hatujui hata muongozo ulikuwaje. Na timu yetu kufanya vibaya, mimi naona kabisa hapa ni kutokana na implementation ni ndogo. Kujipanga kwa timu, kuipanga chuo chetu kwa mimi kama kuna mashindano yanakuja kufanyika. Tena kwa bahati mbaya kinachoniuma, mashindano yamefanyika kwenye chuo chetu. Maana yake sisi wenyewe hatuna taarifa kama mashindano yanakuja. Kwa mwisho wa siku kinachokuja kutokea, timu inafanya vibaya, lakini sisi ambao ndo tunaumia mashabiki. Kwangu mimi naweza kusema kwamba kama tunataka kweli mashindano kama mashindano mengine tushinde, lazima kwanza tuanze kujipanga, lazima tuwe na commitment. Lazima tuwe tunaamini kwamba sisi tunachokihitaji ni kitu fulani. Sasa haiwezekani timu inataka kufanya vizuri, lakini wale ambao wanajua kwamba wanaenda kufanya vizuri kama ni wachezaji, yani wenyewe tu hawajajipanga. Na sijajua kama wanatumia utaratibu gani kutafuta wachezaji bora. Inawezekana hata wachezaji wenyewe inawezekana wasijipange pia. Sasa sisi kama mashabiki tunaumia. Tunataka kasi mpira uende mbele. Chuo chetu kina mafanikio kwenye mpira. Kwa hiyo tunachokihitaji miaka ijayo au safari zijazo, timu tujue inaanzia wapi mpaka kufikia kwenye mashindano na sio kukurupushana kama chafi. Hizo mwisho wa siku tunakuja kutolewa afu nyumbani. Wachezaji kwa timu yetu ya ndani kuhakikisha kwamba tunaongeza hamasa ya mazoezi kama nilivyoongea, na uongozi tumeshakaa chini kuangalia na tunaweza tukafiti vipi ili jambo kuhakikisha kwamba mashindano yajayo TUSA 2026 tunaweza kushiriki na tunaingiza sisi kama BAMS tunasaidia katika kuingiza wachezaji katika timu ya chuo. Niuombe sana uongozi wa chuo, unapofanya scout, hasa Wizara ya Michezo inapofanya scout, iwe inafanya scout vizuri kuhakikisha kwamba kila fakati hapa chuoni inatoa wachezaji ambao wataenda kushiriki katika mashindano ya TUSA. Hii itasaidia katika kukuza soka. Mfano, timu yetu ya BAMS tu tuna wachezaji, kuna winga hatari, kuna wachezaji ambao ni hatari sana lakini hawakupata nafasi. Yawezekana kwamba timu yetu haikuweza kuchukua ubingwa wa TUSA kwa sababu pia sisi hatukuweza kutoa wachezaji. Hiyo inawezekana pia. Kwa mimi nishauri tu kwamba scout ya timu ya chuo inapofanya mambo yake, inapotafuta wachezaji, iwe inazingatia kwamba kila fakati iwe inafanywa mchujo. Yawezekana kuna sababu mbalimbali huwa wanazingatia, lakini tuangalie mbele zaidi kwamba TUSA tunawakilisha chuo. Niombe sana uongozi wa chuo ulishughulikie kwenye swala la scout, hii ndio itakuwa pointi muhimu sana. Pili, sasa hiyo ndogo. Kuna vipindi ambavyo vinaendelea mpaka katika siku za sherehe za holidays, tunasema sherehe za umma hizi pamoja. Kuna vipindi vinaendelea. Kwa hiyo katika hali kama hiyo mwanafunzi hawezi akapata muda mzuri wa kushiriki katika michezo. Kwa hiyo rai yangu kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro ni waheshimu sehemu waheshimu nafasi ya michezo katika makuzi au tunasema katika ukuaji mzuri wa mwanafunzi. Tunasema michezo inajenga utimamu wa mwili na akili. Kwa hiyo waheshimu basi hiyo nafasi katika kuhakikisha wanafunzi anakuwa na usawi mzuri hapo katika Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUM. Ilikuwa ni ratiba ilikuwa ni ngumu kwa kweli. Ratiba tulikuwa mechi yetu ya kwanza tulicheza saa 4, tukaja tukacheza mechi ya pili saa 8. Baada ya swala ya Ijumaa tukacheza. Ina maana wachezaji walikuwa na fatiki ya kutosha. Kiuhalisia wachezaji wanatakiwa wakae
masaa 72 at least wanaweza kacheza mechi, lakini sisi tulicheza mechi baada ya lisali moja, ikapelekea kutokupata matokeo mazuri. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ambayo tumeipata, lakini kwa sasa tunaendelea kujiandaa na mashindano mengine. Nadhani tutakuwa na bonanza tarehe 11 mwezi wa 6 ambalo litakuwa ni la anniversary ya MUM. Nadhani timu zetu zitaenda kufanya vizuri kutokana na maandalizi ambayo tunaendelea kuyafanya kwa sasa. Nashukuru na karibuni tena. Kwa upande wa wanawake netball na matokeo mabaya, maandalizi yao na namna timu inavyopatikana. Kwa upande wa wanawake mimi siwezi kuwalaumu, lakini kwa asilimia kubwa nichukulie wakufunzi wa hizi timu. Kwa kweli chuo chetu kimekuwa na changamoto ya wakufunzi wa hizi timu. Yaani kwa upande wa netball wanafunzi wenyewe wanafundishana wenyewe kwa wenyewe. Tumekosa mwalimu clear ambaye anaweza akawafundisha